Gilly Bonny Online TV. Cha muhimu sana. Alafu mtaniambia kwamba anayepinga ni nani na asiyepinga ni nani. Ukisoma kwenye muongozo, kuna miongozo ndani ya hii katiba. Kuna kitu kinachoitwa muongozo wa kusimamia shughuli na mienendo na maadili ya wabunge wa Chadema. Wabunge wa Chadema. Kwa ukija sehemu ya 7 ya huu muongozo inasema michango ya wabunge kwa chama. Michango ya wabunge kwa chama. Wabunge wa majimbo. Mbunge wa jimbo ana majukumu matatu kisiasa. 1, kuwatumikia wapiga kura wake. 2, kujenga kuimarisha mtandao wa chama. 3, kusaidia chama kukua na kuimarika. 4, kwa sababu ya majukumu hayo, mbunge wa jimbo atachangia chama kila mwezi 10% ya posho za kibunge. Sasa kamuulizeni mwenyekiti wa chama sasa hivi kama aliwahi kutoa hata angalau ya mwezi mmoja. Mimi sinapinga maazimio ya kikao, yeye alipinga katiba. Muulizeni makamu mwenyekiti wa chama sasa hivi alitoa kiasi gani wakati akiwa mbunge kwa mujibu wa kifungu hiki cha katiba kinachoongoza shughuli za wabunge wa Chadema. Kamuulizeni. Kwa unapokuja kuzungumzia kwamba eti watu wanapinga, kuna wengine labda huwa tunawanyamazia, alafu wengine kwa sababu wanachukiwa, ndio narudi sasa nataka niwaambie, kwa sababu wengine wanachukiwa, wanatakiwa kulipiwa visasi, kuna vinyongo na uchungu na hasira dhidi yao, lazima washughulikiwe, watengenezewe majina mabaya ili wafukuzwe kwenye chama. Hivi ukivunja katiba ukaacha kuchangia mchango wa kikatiba wa chama, hiyo sio kosa la kufukuzwa wanachama? Katika kipindi ambacho tulikuwa tunahitaji fedha kweli kweli, lakini hawa jamaa hawakuchangia na hakuna mtu anayefukuzwa. Kwa hiyo ukisema kwamba tumepinga msimamo wa chama sio sahihi. Nimalizie hivi. Katiba ya Chadema ibara ya 3.2.6, Chadema inaamini katika uhuru chini ya sheria zilizo za haki. Chadema tunaamini kwenye uhuru wa kuwa na maoni. Sasa kwa mfano si bunge limepitisha sheria ya uchaguzi, bunge limepitisha sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi, tume huru ya taifa ya uchaguzi, ambayo sisi tunaipinga kwamba sio huru, ni jina limebadilika tu. Mbona sisi chama chetu kinasema no reform no election? Kwa hiyo wanasaliti nchi. Kwa hiyo Chadema wanasaliti nchi kwa sababu wanafanya no reform no election. Wanapita kwenye mikutano ya hadhara kule, tunasema no reform no election, tunasema haya yaliyofanyika sio sahihi, tunapinga, na yamepitishwa na bunge. Ni kwa sababu kuna uhuru. Nchi ina uhuru, na sisi Chadema tunahubiri kuhusu uhuru. Kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020, theme ya uchaguzi ilikuwa nini? Uhuru, haki na maendeleo ya watu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni uhuru. Sasa leo tumekuwa na chama ambacho ukiwa na mawazo tofauti unaonekana msaliti. Huu uhuru tunaohubiri ni upi? Kwamba sisi hatuna uhuru wa kuwa na maoni, ila tuna uhuru kwamba akisema fulani tunafuata, akisema mwingine tofauti. Okay, kwa mfano akiwa Arusha mjini, mjumbe wa kamati kuu akasema hivi, wanaotaka ubunge na udiwani bila reforms waondoke kwenye chama. Hivi Lema ni msemaji wa chama? Lema ndiye anaweza akaamua chama kinakuaje? Okay, tuachane na hiyo. Kuna mtu anaitwa Maria Sarungi. Kikao kimeitishwa na katibu mkuu wa chama. Mimi sijui kama Maria Sarungi ni mwanachama wa Chadema. Mimi ni mwanachama wa Chadema na kadi yangu ni CDME 0200. Sasa kama ni Maria Sarungi atuambie kadi yake ni namba ngapi? Maria Sarungi anaposti kwenye Twitter yake anasema, hiki kikao kimeitishwa na nani? Kwa sababu viongozi wote wako field. Seriously? Kwa hiyo Maria Sarungi leo anahoji maamuzi ya vikao vya chama. Anasema tuwajue hao watu wanaotaka ubunge ndani ya Chadema. Tuleteni majina. Who is she? Anataka majina ya wagombea wanawatiania wa ubunge wa Chadema. At this moment yeye ni nani? After all, katibu mkuu wa chama mwaka 2023
tukiwa Mwanza tarehe 21 Januari alitangaza watu watie nia. Kutia nia imekuwa ni issue kwenye hiki chama, kwamba sasa kuna mtu anaishi Nairobi anaogopa kuja hata kumzika baba yake, anasema anataka majina ya watia nia wa Chadema. Ayapeleke wapi? Afanyeni? Anakuwa kama vile yeye ndio mwenye chama. Sasa kuna watu wamesema, Mwita anasema huyo bosi wao ni Maria Sarungi. Sio, ndio bosi wao. Maana ndiye ana remote ya chama. Haya mambo yasiposemwa watu hawatayajua. Kama mtu ambaye sio mwanachama wa Chadema anaweza kudemand issue ya vikao vya chama, akadimandi majina ya wanachama wa Chadema apelekewe yeye, who is she? Atoke leo atuambie kadi yake ya wanachama ni namba ngapi. Mimi ya kwangu ni CDME 0200. Yeye na ni platinum, kadi ya platinum ambayo tunalipia shilingi 100,000 ndani ya chama. Aniambie yeye ni kadi namba ngapi? Maana yeye anataka orodha ya wagombea wa Chadema. Sasa mimi ni mgombea, niligombea 2020, nimetia nia ya kugombea 2025. Yeye atuambie ni kadi namba ngapi. Sasa haya mambo yote haya nikiwaambia, ndio maana narudi nawaambia, okay, haya mambo ndugu zangu ni chuki, ni uhasama, ni vinyongo, ni hasira, ni visasi ambavyo vipo havijawahi kuisha, kwa sababu kuna watu ambao hawapendi kupingwa. In short, kuna watu ambao ni madikteta, lakini kwa sababu wako ndani ya chama kinaitwa cha demokrasia, wanajificha kwenye kitu kinachoitwa demokrasia. Habari ya asubuhi. Salamu. Maliza. Mimi nimemaliza. Sawa. Sasa nafikiri ni maswali. Sasa mimi nilikuwa nataka, kwa nini mliamua kwanza Nairobi? Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.